Leo nataka nizungumzie kwa nini vijana tunashindwa kupiga hatua, kumove kutoka kwenye nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo endapo kama kijana ukivizingatia unaweza ukakuta umepiga hatua bila wewe kujua. Kukumbushe tu, bonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kabisa kupata klipu zangu. Kitu cha kwanza sasa kwenye masuala ya mahusiano, unakuta kijana anapenda kuwa na mwanamke mzuri, yaani mwanamke ukimuona kabisa inakuwa sio level yake. Nikukumbushe tu kijana kwamba mwanamke yoyote mzuri huwa atataka uishi naye katika zile level zake, asipoteze uzuri wake. Ukikuta wewe kipato chako ni kidogo, kwa hiyo unakuta nguvu nyingi unawekeza kwa yule mwanamke kuliko kuwekeza kwenye maendeleo au kutafuta maisha. Kwa hiyo upigaji wako wa hatua kwenye maendeleo unakuwa ni mdogo. Wakati mwingine unaweza ukawa haupo kabisa, baada ya kwenda mbele unarudi nyuma. Nikukumbushe tu kwamba mwanamke mzuri siku zote anakuwa anatakwa na watu wengi. Hasa kwa mfano wewe kipato chako ni kidogo, ila wewe mwanamke mzuri kakubali kuwa na wewe. Lakini pia wewe mwanamke kulingana na uwezo wako ni mdogo, unajikongoja kuhakikisha unafika pale anapotaka yeye, unakuwa hujafika. Kwa hiyo yule mwanamke inamlazimu kuwa na mtu mwingine mwenye kipato. Kwa hiyo unajikuta wewe unacheza pati yako na yule mwenye kipato anacheza pati yake. Kwa hiyo unajikuta wewe kwa asilimia kubwa kumove kwenda sehemu inakuwa ni ngumu. Alafu kitu tu kingine nikukumbushe, wanawake wazuri wakati mwingine kwa kijana ambao anajitafuta inakuwa ni ngumu sana kupiga hatua, kwa sababu moja, mwanamke mzuri anakuwa anawindwa na watu wengi. Yani anawindwa na watu wengi. Kuna matajiri, kuna watu wana mandagu yao. Yani mtu anakutana na mandagu yao hana pa kuyapeleka. Asilimia kubwa unakuta mtu kwa mfano ndagu yake inamtuma kwamba akatembea na mwanamke mzuri, na pointi ikaegota moja kwa moja kwa mpenzi wako. Unakuta mtu yuko lazi kuonga hela yoyote atembee na yule mwanamke mzuri amwachie mikosi. Kwa ile mikosi yule mwanamke akiachiwa, afu mwisho wa siku unakuja kukutana naye wewe. Ya unakuta mikosi ya yule jamaa akitembea na mke wako, afu mke wako kama na yeye ni mzuri afu bado ajitambui, unakuta ile mikosi inakukuta wewe. Kwa hiyo unakuta kijana unakuwa unawindwa na vitu vingi sana. Yaani unakuta unawindwa na vitu vingi bila wewe kujua. Sasa kwa uchunguzi uliofanyika, kwa nini matajiri huwezi kukuta tajiri ana piskali ndani? Yaani tajiri unaweza kukuta tajiri ameoa mwanamke wa kawaida tu. Unajua ni kwa nini? Kwanza tajiri hapendi usumbufu. Hapendi usumbufu kabisa. Tajiri anaoa mwanamke ambaye akili ziko kichwani. Yaani akili ziko kichwani. Anajua kabisa hata kama nikikwama hapa, huyu mwanamke wangu anaweza kunisaidia. Kwa hiyo tajiri huwezi kukuta eti anaangalia mwanamke wa kuweka ndani, aangalie sura, aangalie shepu, aangalie nini. Matajiri hawapo hivyo. Na ndio maana unaweza kukuta asilimia kubwa ya matajiri wengi ukiwafuatilia wake zao unakuta sio zile piskali ambazo tunaita sisi piskali. Yaani sio, ni wanawake wenye level ya standard tu. Ila sasa sisi maskini ndo tunakomana zile pisikali. Yani zile pisikali kiukweli. Kijana tu unaweza kushangaa kijana kipato chake ni cha chini, lakini kalundika pisikali nyingi. Baada ya kulundika fikra za kufikiria yeye atoke hatua aliyopo aende hatua nyingine. Kwa hiyo matajiri wanakuwa wanatuzidia sana hapo. Ila nikukumbushe tu, ogopa kukutana na mwanamke ambaye kaletwa duniani yeye kwa ajili ya kula bata tu. Yaani swala la kuolewa hana. Alafu wewe ndio ukaenda kuwekeza moyo hapo. Ndio unajikuta kuna kijana au mwanaume yoyote ameingia kwenye mahusiano anakuwa na stress. Yaani unakuta wewe ulipoenda kuwekeza moyo, kumbe huyo mtu yeye yupo duniani kwa ajili ya kula bata tu. Ushakutana na mtu hivyo. Yaani yeye swala la kuolewa alifikirii kabisa. Yana alofikiria ni swala la kula bata tu. Unakuta kijana kawekeza moyo kwa mwanamke ambaye yeye kaja kula bata tu duniani. Hiyo ni kali sana hiyo. Omba isikukute. Yaani unakuta mwanamke wewe una malengo mazuri, unapanga naye vizuri, kumbe yeye akili yake haipo kabisa kwako. Ushauri wangu kwa vijana, hasa kwa sisi Gen Z ambao tunapambana kutafuta tonge.
unapotaka kuingia kwenye mahusiano na mwanamke au na binti yoyote, cha kwanza kuna vitu unatakiwa vizingatie. Cha kwanza, angalia akili ya yule mwanamke. Angalia akili ya yule mwanamke. Pili, angalia matumizi yake kwa siku. Unajua kuna mwanamke unaweza ukaingia bila kuangalia akili yake na matumizi yake, ukajikuta unapoingia ukajikuta umeingia kwenye sehemu ambayo itakuja kukukosti. Kwa hiyo angalia mwanamke yule, matumizi yake, angalia na akili yake. Je, kwa siku anatumia kipato ambacho mimi na uwezo kukimudu? So naingia tu sehemu ambayo matumizi ya yule mwanamke siwezi kuyamudu. Turudi kwenye kumpima mwanamke kwenye upande wa akili. Upande wa akili mwanamke unaweza ukampima kwa kitu kidogo tu. Ukamuuliza, je, ni vitu gani anapendelea? Unajua mwanamke ukishamwambia ni vitu gani anapendelea, atafunguka mengi. Ukikuta mwanamke ni mtu wa kutoka toka sana, bata, mara kataka kwenda swimming, mara kataka kwenda kunywa sijui wapi, mtu wa maauti auti sana, hapo utaangalia kipato changu kweli na huyu mwanamke kinaweza kukidhi haya au hakiwezi kukidhi, ili kusudi kesho na kesho kutwa anapoingia kwenye mahusiano nisije nikampa mtu shida. Na shida haitokei tu kwa mwanamke, hata marafiki zako utawapa shida, kwa sababu kuna muda utakuwa ni kero. Sasa kila siku utakuwa unapeleka malalamiko. Unajua kuna watu wapendi kila siku unatuletea shida zile zile. Kitu kingine ambacho unaweza ukampima mwanamke kwenye upande wa matumizi, wewe jikakamue tu. Muite mpenzi wako, mpe pesa. Mpe pesa tu kiasi fulani hivi, alafu usimwambie hiyo pesa akafanyie nini. Mchunguze, uangalie, je, kile kitu atakachoenda kukifanya au kukinunua kina faida gani kwenye familia. Kwa hiyo utaangalia mwanamke kama ataenda kufanya kitu ambacho kitajenga familia au kitakuwa kina manufaa kwa wote wawili, jua mwanamke hapo umepata. Ila kama mwanamke utampa fedha, utaangalia ameenda kusuka nywele ya 100,000, kaenda kununua maperfume, kanunua mkorogo. Ndugu yangu, au unamwachia, unamkuta kapigia mashosti zake, wamekaa sehemu bana, leo mimi ulichoniachia na nimeamua tu kutoka out na marafiki zangu. Kwa hiyo ukipata mwanamke wa hivyo, jua umeingia choo cha kike, na choo cha kike unakijua jinsi kilivyo. Sasa moja kwa moja sijasema kwamba wanawake wazuri au wenye matumizi ya ovyo hufai kuwa nao. Ni wewe angalia kategori unaweza kuimudu. Unajua kuna wanaume kuna wanaume ambao wengine wameletwa kwa ajili ya kuishi na wanawake wenye matumizi tu makubwa kulingana na kipato chake. Wapo wanaume wa hivyo, na kuna wanaume wapo tu kwa ajili ya kutoka na wanawake wazuri na wana uwezo kuwaendo. Kwa hiyo hii nilikuwa na shauri tu kwa wale vijana ambao wana malengo yao na ndoto zao alafu wanaingia kwenye majukumu ambayo ni ngumu kutoka. Kwa mfano kwenye mahusiano na mtu ambaye unajua huyu kipato changu akiwezi kumudu. Umeona? Kwa hiyo ulikuwa na mimi Nyafe aka King Fenya. Nikukumbushe tu, bonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kabisa kupata klipu zangu. Na pia kama unatufuatilia kupitia TikTok, kupitia YouTube, kupitia Instagram, usisahau kutufollow. Tutaonana kwa mara nyingine, tukutane kwenye klipu inayofuata.